Ni katika mtaa wa Nyamimbi ambao upo katika kata ya Somanda, halmashauri ya mji wa Bariadi. Hapa ni nyumbani kwa marehemu Njore Nandi Mburuzi, miaka 71, mkazi wa mtaa huu. Marehemu Njore amefariki Mei 22, 2025. Hii ni baada ya kushambuliwa na kundi la nyuki akiwa hapa nyumbani. Chanzo cha tukio ni katoto ka jirani ambako kalikuwa eneo la mti ule wa nyuki ambao nyuki walipokuwa, na kalienda kuwachokoza wale nyuki. Mara ya kwanza mzee alikaambia usiponde, baadaye kale katoto kakaacha kwa mara ya kwanza ile, na baadaye mzee akawa ameendelea na mishe zake. Katoto kakarudia kuponda tena kwa mara ya pili, kakaponda wale nyuki, na nyuki wale ndo wakaja kwa mzee kumshambulia, na yule mtoto akakimbia kwenda kwao. Nyuki wale wakaja kwa mzee kumshambulia, hakuweza kukimbia mzee kwa sababu na matatizo ya mguu. Ndo kakaangu mkubwa baada ya kusikia kelele akaja kwa ajili ya kumsaidia mzee. Waokoaji walikuja wakapambana, tukapambana nao, hatimaye tulimuokoa. Tulimpeleka katika hospitali ya wilaya Bariadi. Matibabu yaliendelea katika hospitali hiyo. Huduma ya kwanza ilifanyika, hatimaye alilazwa. Siku ya Jumatano hali yake ilikuwa nzuri tu, matibabu yakaendelea, lakini chakula hakuwa hali, ilikuwa tu ni chai tena kwa kumlazimisha. Siku wa Jumatano saa 8 hali yake ilibadilika hivyo tukapambana. Mnamo saa 10 alasiri ndipo mauti yakamfika. Alimbeba pale zimamoto wakampeleka hospitali, tulienda nao pale hospitali, basi aliendelea na matibabu. Baadaye tulitoka tukamwacha, lakini alikuwa bado hali yake sio nzuri ya kuridhisha. Basi kesho yake asubuhi inaporudi tukamsalimia mzee, alikuwa bado hali haijakaa sawa, ila angalau alikuwa anazungumza, anaongea. Basi baadaye Mungu mwenyewe sasa hatujui mpango yake ikoje, hali kama mbaya, hatimaye umauti ulimkuta mzee wetu. Chanzo cha tukio hili ni kwamba watoto walikuwa wanawapiga mawe au walikuwa wanaponda nyuki waliokuwa wameweka makazi kwenye mti ambao uko karibu na makazi ya watu. Na kwa kawaida nyuki wakichokozwa kwa kupigwa huwa wakali na kuanza kushambulia watu ambao wapo karibu. Tunatoa wito kwa wananchi pale wanapoona nyuki kwenye maeneo yao wafanye mambo yafuatayo. Moja, kama eneo hilo ambapo nyuki wameweka makazi ni kwenye sehemu ya nyumba zetu, basi kwa haraka sana watoe taarifa kwa mamlaka husika, wakiwemo wenzetu wanaohusika na usimamizi wa viumbe hawa kwa maana ya TFS na mamlaka nyingine, lakini watujulishe na sisi Jeshi la Zimamoto na Uokoaji ili tuweze kufika kwenye eneo hilo, tuweze kutoa huduma ambayo itasaidia kupunguza madhara. Lakini cha pili, wasijaribu kwa namna yoyote ile kuwachezea kwa kuwapiga, aidha kwa kurusha mawe au kufanya jambo jingine lote ambalo kwa namna moja ama nyingine litachochea hasira ya viumbe hao na hivyo wakawashambulia. Habari hii inatokea jijini Arusha, inahusiana na hoteli ya kimataifa ya Parrot Hotel. Hoteli hii ina hadhi ya nyota 4 ya ukweli iliyopo Kaloleni jijini Arusha. Jengo lake ni la ghorofa lenye floor 13, vyumba 116 vya kulala vyenye hadhi tofauti. Hapa kuna executive suite, junior suite, executive, standard bedroom, double deluxe na twin bedroom. Parrot Hotel ndani yake ina migahawa miwili. Mmoja ni maalum kwa ajili ya kupata kahawa za aina zote. Sehemu ya pili ni ya kupata chakula pekee. Hapa kuna bar maalum yenye swimming pool iliyopo floor ya 3. Kuna kumbi za mikutano kubwa 2 na kumbi ndogo kwa ajili ya vikao. Katika Afrika Mashariki, Parrot Hotel kwa sasa ni hoteli ya mfano kutokana na ubora wa huduma zake.